Anza kutekelezwa mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 na ulitarajiwa kukamilika tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2025 ambapo muda wa utekelezaji ulikuwa ni siku 90. Ndugu mwenyekiti, kwa sasa vyumba vya madarasa vimefikia 97% ya utekelezaji na bweni 85% ya utekelezaji wake. Ndugu mwenyekiti, hadi kufikia sasa kiasi cha fedha kilichotumika ni kama ilivyoainishwa hapo chini. Pale kuna jedwali, kuna namba, kuna mchanganuo wa matumizi, alafu kuna kiasi kilichotumika. Gharama za vifaa vya ujenzi, kiasi kilichotumika ni milioni 144,137,900. Namba 2, gharama za ufundi washi, kiasi kilichotumika ni milioni 26,137,850. Jumla ya matumizi ni milioni 170,275,750. Kiasi cha fedha kilichopo benki ni shilingi milioni 9,724,250 kinachotarajiwa kutumika kulipa gharama za milango, aluminium pamoja na ufundi. Gharama zilizotumika kwa kila jengo, pale pia kuna jedwali ambalo kuna namba, jengo, gharama za vifaa, gharama za ufundi na jumla. Namba 1, vyumba viwili vya madarasa, gharama za vifaa ni milioni 39,937,400. Gharama za ufundi ni milioni 9,64,833. Jumla ni milioni 49,200,233. Namba 2, ujenzi wa bweni, gharama za vifaa ni milioni 104,200,500. Ndugu mwenyekiti, jamii, walimu pamoja na wanafunzi wote tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuitazama shule hii kwa jicho la upekee na kutuletea mradi huu. Hakika uboreshaji wa mazingira ya ufundishaji na kujifunzia imekuwa ndio chachu ya mafanikio makubwa ya kitaaluma katika shule yetu. Pia kama shule kipekee tunamshukuru mkurugenzi mtendaji pamoja na timu yake kwa ushirikiano mkubwa ambao tuathiri kutokana na aina ya msingi, kwa sababu unapojenga nyumba huku tofauti na unapojenga Dar es Salaam, sababu kule ni tambalale. Kwa hiyo sisi, hiyo ndio changamoto tulionao Rungwe, kwa sababu ardhi yetu ni ya milima, kwa tunatumia gharama kubwa sana. Lakini mimi nijadili tu kwamba sisi tukushukuru kwanza kwa mradi huu kwamba umeusimamia vizuri. Mwenyekiti wa halmashauri ya Rungwe, tunawashukuru sana wewe pamoja na wataalamu wako kwamba mradi umetekelezwa vizuri, pamoja kwamba kuna mapungufu ya fedha, lakini niseme tu kwamba changamoto wamezieleza. Niwapongeze jumuiya ya shule kwa ubunifu ambao pia mliufanya kwa kuokoa fedha hizi milioni 10 na 800,000. Ilikuwa ubunifu wenu kwamba sasa kutokana na gharama hizi na fedha ni ndogo, basi ngoja tujiongeze, tuanze kufiatua matofali wenyewe. Tunawapongeza sana kwa ubunifu huu ambao mliufanya. Lakini vile vile tuseme tu kwamba bweni lile lazima likamilike, na haya tukuagize DC kwamba wewe pamoja na timu yako ya mkurugenzi tuhakikishe kwamba lile bweni linakamilika ili liweze kutumika. Tunakubaliana na matumizi yaliyotumika, ni kweli tunakubaliana na sababu pia ambazo mmezitoa hapa zimepelekea fedha kutosha. Kwa hiyo tunaomba sana lile bweni likamilike. Lakini kingine, tuwashukuru sana jumuiya ya shule hii, kaimu mkuu wa shule pamoja na watumishi wote wa shule hii kwamba Mama Samia Suluhu Hassan amewekeza kiasi kikubwa sana cha fedha sana
tunamshukuru sana kwa kutupendelea na kwa kutupa fedha hizo nyingi tangu mwaka jana, si mwaka juzi, tumeanza kukagua shule hii, analeta mabilioni hapa. Kwa hiyo tunampongeza sana, lakini tuwapongeze nyie vile vile kwamba matokeo yenu yanaakisi juhudi za Mheshimiwa Rais, kwamba tumefuta zero hapa, hakuna zero. Tunapongeza sana katika hilo, wala 4 haipo. Hongereni sana, tumefarijika sana na matokeo ya shule hii. Niseme tu kwamba inaendana na miundombinu iliyopo, na ndio lengo la Mheshimiwa Rais, kuona kwamba anaboresha taaluma za wanafunzi. Wanafunzi wametendea haki madarasa haya, na ndio malipo kwa Mheshimiwa Rais haya ambayo tunataka. Ametuheshimisha kwenye shule hii. Ni shule kongwe katika wilaya yetu ya Rungwe, na unaweza ukafikiri ni ya jana jinsi ambavyo ameiboresha, kumbe ni ya miaka, vizazi na vizazi, na viongozi wengi wamepita hapa kwenye shule wa kitaifa waliopo na wengine ambao wametangulia mbele za haki. Kwa ni shule kongwe sana hii, lakini ukiiona utafikiri imejengwa jana. Tunamshukuru sana kwa mabilioni ambayo ametuheshimisha wana Rungwe kwa kuienzi shule yetu ya Rungwe Sekondari. Lakini kaimu mkuu wa shule, tupelekee salamu vile vile kwa jumuiya ya shule kwamba tunaridhika sana na kazi mnaoifanya ya taaluma, lakini na kusimamia. Wakiangalia kule waangalie na huku kwamba angalau kuna fanana. Na hiyo Mheshimiwa Rais wala hana mashaka, taarifa zikaa vizuri za kwako mkuu. Lakini pia tutamuomba na Mheshimiwa mbunge. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge. Katibu mbunge yuko hapa. Tunakushukuru bana. Bado hapa tunahitaji tumalizie bweni lile. Umemwakilisha mbunge, tunamshukuru sana kwa fedha anazopambania wilaya yake ya Rungwe. Lakini vile vile mpelekee salamu za hiyo pia shule ya msingi kwamba bado tuna uhitaji. Kidumu chama, ambapo hapo umeshuhudia ukaguzi wa bweni, lakini pia ujenzi wa madarasa mawili ambayo yamefikia 97%, bweni 85%, kama ambavyo mhandisi wetu wa wilaya amekupa maelezo juu ya utekelezaji wa mradi huu. Baada ya kukagua, nichukue fursa hii ndugu mwenyekiti, nikukaribishe wewe pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa ili tuweze kupokea ushauri, maoni pamoja na maelekezo kutoka kwenu, nasi tuko tayari kuweza kuyatekeleza. Karibu sana ndugu mwenyekiti. Mimi kikubwa ni kwanza kukushukuru wewe pamoja na kamati yako kwa ajili ya kuja kukagua, lakini pia kutoa maelekezo. Mimi ni sehemu ya watu waliokuwa pia wanapewa maelekezo siku ya leo. Kwa hiyo niseme tu kwamba ndugu mwenyekiti, mimi niko tayari pamoja na watumishi wote wa halmashauri ya Rungwe, kwa niaba yao tuko tayari kupokea maelekezo ya kamati yako pamoja na maoni yote, tutayafanya kazi ili angalau hizi fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Rais ziweze kuleta tija moja kwa moja na matokeo yaonekane moja kwa moja kwa wananchi wetu. Hayo ndiyo ya kwangu. Zungumza hapa, majina yangu naitwa Christopher Binara Mwangomango, ndiye diwani wa kata hii ya Kiwira. Nitumie nafasi hii kuwashukuru viongozi wangu. Nianze kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea miradi mingi na mikubwa kwenye kata yetu hii ya Kiwira. Tunashukuru sana. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge Anthony Mwantona kwa namna anavyopambana pale juu bungeni kutupambania kutuletea miradi kwenye kata yetu hii ya Kiwira. Lakini pia nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya pamoja na timu yake pamoja na timu ya ofisi ya mkurugenzi kwa namna wanavyoratibu mipango vizuri kwenye kata yetu ya Kiwira. Lakini shukrani za pekee nipeleke kwa viongozi wangu wa chama wa wilaya kwa namna wanavyoendelea kutusimamia, na sisi tunapata nguvu kuwaona wanavyokuwa karibu na sisi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Naitwa Kajigiri Lusekelo, ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Kiwira. Mimi sina maneno mengi, zaidi ni neno la shukrani kwa watu wote walioshiriki kwenye huu mchakato kwa kuhakikisha kwamba miradi inayoletwa katika shule ya sekondari Rungwe inatekelezwa kwa uaminifu na uadilifu. Kwa sababu kungekuwa kuna dosari, naamini tusingekuwepo sisi hapa. Kila mmoja angeendelea kumtafuta mwenzake. Kwa hiyo neno langu la shukrani liende kwa wanajumuiya wote wa Rungwe na viongozi wetu wa wilaya kwa kazi kubwa wanayoisimamia, kwa sababu miradi kama inapokuwepo kwenye wilaya yako hakuna anayelala usingizi. Manake kila mtu apendi kuharibikiwa. Rai yangu kwa wanajumuiya wa Rungwe, hususan walimu,
tuko chini ya mwamvuli wa Chama cha Mapinduzi, tuyatekeleze yale ambayo yameelekezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ni aibu kubwa serikali inaleta miradi kwenye jumuiya kama hii, tunasikia tena miongoni mwetu kuna walimu wanaibeza serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hilo sio jambo jema, hilo sio jambo jema. Sisi kwa sasa ni waumini wa Chama cha Mapinduzi. Kwa naomba tunaposimamia miradi hii tusimamie kwa kupongeza viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio wametufanya sisi tuwepo hapa. CCM oye! Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru nyote, karibuni sana Kiwira. Rais Dr. Suluhu Hassan, kazi anayoifanya ni kazi ambayo inatugusa mpaka tunafurahi, kwa sababu shule bila majengo, shule bila mabweni, huwa daima vitu haviwezi vikaenda. Kwa hali anayoionyesha ni lazima tumpongeze. Mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mwenyekiti wa chama na safu nyingine ambao mnashirikiana, ni lazima muwakilishe salamu za pekee. Haijalishi ni watumishi wa Rungwe Sekondari, pia wananchi wa kijiji cha Ilolo wote wana furaha kubwa, kwa sababu hii ni sifa inaibeba Ilolo.